yangu ni kwamba umeamka salama bin salimini, lakini kama hujaamka pia salama, Mwenyezi Mungu atakujalia na afya yako itarejea kama ilivyo kawaida. Karibu kusikiliza Jicho la Nje asubuhi hii, na hii leo tunaanzia pwani. Msomaji wako ni mimi Jamal Mruma. Mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge amesema ushirikishwaji wa wananchi katika miradi ya maendeleo unaofanywa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam na Pwani DAWASA ni mfano unaopaswa kuigwa na taasisi nyingine. Amehimiza madiwani kushirikiana na DAWASA ili kuhakikisha wananchi wanatunza vyanzo vya maji, huku halmashauri zikitenga fedha katika bajeti kwa ajili ya miradi ya maji, hatua itakayopunguza mzigo kwa DAWASA na kurahisisha utekelezaji wa miradi hiyo. Kunenge amesema hayo wakati akizindua ziara ya kimafunzo kwa madiwani wa mkoa wa Pwani inayolenga kuwapa uelewa kuhusu hatua za uzalishaji hadi usambazaji wa maji kwa wananchi. Dar es Salaam. Serikali imedhamiria kufanya kampasi ya Mloganzira ya Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS kwa mji wa kitaaluma na tiba, ukijumuisha vituo vya umahiri vitakavyotoa huduma za matibabu, elimu na utafiti ili kuimarisha sekta ya afya na elimu ya juu nchini. Uwekezaji huo mkubwa unajumuisha kituo cha umahiri cha magonjwa ya moyo na mishipa ya damu ambacho ni cha kipekee Afrika Mashariki. Serikali imetenga dola milioni 83 za Marekani kujenga hospitali maalum ya tiba ya magonjwa hayo itakayotoa mafunzo kwa vitendo, huduma kwa wagonjwa na kufanya utafiti. Aidha, serikali imemaliza kuanzisha kituo cha umahiri cha tiba ya kinywa na meno cha Afrika Mashariki na inapanga kuanzisha kituo cha umahiri cha matibabu ya saratani ili kupanua wigo wa huduma za kibingwa nchini. Dodoma. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema wanaendelea kuisimamia kwa karibu sekta ya uwekezaji ili kuhakikisha iko thabiti na salama kwa wawekezaji. Kufuatia hilo, amewakaribisha na kuwatoa hofu wawekezaji wa kimataifa katika sekta ya fedha nchini Tanzania, huku akisisitiza kuwa mazingira ya uwekezaji ni rafiki. Tutuba amesema hayo jana mjini Dodoma wakati akizungumza na vyombo vya habari juu ya usalama wa uwekezaji katika nchi yetu ya Tanzania. Unaendelea kusikiza Jicho la Nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi sasa ni habari za kimataifa. Irani imethibitisha kifo cha afisa mwandamizi wa usalama Al-Larijan saa chache baada ya Israel kusema imemuua mkuu huyo wa usalama wa Iran katika shambulio la anga huko Tehran. Shirika la habari la Fars lenye mafungamano na kikosi cha walinzi wa mapinduzi IRGC ilitangaza kuhusu kifo chake na kusema ameuawa kama shahidi. Larijan alihudumu kama mshauri wa karibu wa kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei aliyeuawa katika shambulizi la anga Februari 28, siku ambayo vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilipozuka. Nchi ya Cuba imesema iko tayari kwa mazungumzo mapana na Marekani na kuruhusu uwekezaji zaidi, lakini haitajadili kuhusu kubadilisha mfumo wake wa kisiasa. Naibu mkuu ujumbe wa Cuba nchini Marekani Tanires de Guez ameliambia shirika la habari la AFP jana kwamba mataifa jirani yana mengi ya kujadili, lakini hakuna mwenye mamlaka ya kumtaka mwingine kubadilisha serikali yake. Amesema kitu pekee ambacho Cuba inakiomba ni heshima ya uhuru wa taifa lake. Na rais wa Jamhuri ya Kongo Brazzaville Denis Sassou Nguesso ameshinda tena uchaguzi kwa 94.82% ya kura na kuongoza awamu nyingine baada ya karibu miaka 42 ya kutawala taifa hilo.
Wanadiplomasia na wachambuzi wa kisiasa walitarajia ushindi mwepesi kwa Soso Nguema mwenye umri wa miaka 82 ambaye alikuwa akichuana na wapinzani 6 ambao hawakuwa na umaarufu sana. Wagombea walioshindwa wana siku 5 za kuwasilisha pingamizi na mahakama ya katiba ina siku 15 za kuchunguza changamoto zozote kabla ya kuchapisha matokeo ya mwisho. Na huo ndo mwisho wa jicho la nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi punde tu ni Sports Countdown. Mimi ni Jamal Mruma. Hii ni Mjini FM. Kwetu ni kwako. Jicho la nje.